Niko hapa asubuhi ya leo pamoja na Pastor Sambela, the minister, kwa ajili ya kuendelea kuzungumza yale ambayo Mungu ametamani leo tuyasikie kutoka kwake. Na Jimmy bado yuko pale viwanja vya Tanganyika Packers, ilipo huduma ya mtumishi wa Mungu Mamposa, sisi tukiwa tuko hapa studio siku ya leo. Habari za semina kwanza, nianzie hapo. Aisee, tunamshukuru Mungu Sasali. Semina imekuwa na mafanikio makubwa sana. Ilikuwa ni semina ya wanawake kama ambavyo tulikuwa tumetangaza. Ndio. Na mwitikio umekuwa mkubwa mno kuliko ambavyo tulitarajia. Na leo ndo tunaenda kufinalize. Finali. Leo ndo finali. Na kwa sababu tumejifunza muda mrefu, leo tutaitumia kama siku ya maombi na maombezi. Okay. Kwa kuanzia saa 9 kamili watu waanze kusogea pale. Okay. Kwa yule ambaye hujaweza kuiona, unaweza kaingia YouTube kaangalia zile ibada. Lakini saa 9 kamili njoo. Okay. Unajua unaweza kusikiliza mafundisho kwenye YouTube, lakini maombezi ni vizuri ukawepo pia. Kwa hiyo tutakuwa tuna maombezi maalum kwa ajili ya kusaidia Mungu, kumshirikisha Mungu ili tuweze kutanuka kwenye maeneo mbalimbali. Okay. Basi karibu. Asante. Leo tunaendelea na somo letu na tunakuwa sehemu ya mwisho. Tuko tunazungumzia kwa habari ya Mkristo na mafanikio. Namna ambavyo Mkristo yote au mtu yote ambaye anamwamini Mungu anavyotakiwa kufanikiwa. Lakini leo nataka kufinalize kwa kuhamasisha au kwa kuongelea kwenye kipengele kimoja kwamba unajua changamoto ambayo tunayo Sasali, siku zote tunafanya vitu kwa pressure. Yaani nikija nikagundua Sasali amefanikiwa kuchomoza, basi mimi naanzisha chomoka. Yaani kuna namna tu utapishanisha kidogo, lakini ukisikia tu mwenzako kafanikiwa kwenye hili, wewe unaanza kufanya hichi. Sasa mara nyingi ukifanya kitu ambacho hujakifanyia research au kitu ambacho hujakiona kwa upana mkubwa, huwa mara nyingi baadaye hicho kitu kukuletea faida, hicho kitu huaga kinakuingiza kwenye utumwa. Ndio maana kuna watu unaokuta wanapofungua biashara zao, baadaye zile biashara wanalengwa zile biashara ziwatunze, lakini kinachotokea wanakuja kugundua kwamba hizo biashara zinawaingiza kwenye madeni. Baadaye za kuwasaidia, lakini zinawaharibu maisha yao yote. Na kuna watu wengine future zao zote zinaharibika. Okay. Nakuta mtu anakopa mkopo, anawekeza nyumba, anaingiza kwenye biashara inakufa, nyumba anapoteza. Alikuwa ana nyumba nzuri ya kuishi, lakini anabakia kwa mpangaji. Sasa nataka tuangalie kibiblia kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa 42 mstari wa kwanza na wa pili. Mwanzo 42. Mstari wa kwanza na wa pili. Okay, Mwanzo 42 mstari wa kwanza unasema, basi Yakobo akaona ya kuwa kuna nafaka katika Misri. Yakobo akawaambia wanawe, kwa nini mnatazamana? Akasema, angalia, nimesikia ya kuwa kuna nafaka Misri. Shukeni huko mkatununulie chakula tupate kuishi wala tusife. Ukiangalia kabla hii njaa ambayo Yakobo anaiongelea, kilichokuwa kimetokea, mtoto wake Yusufu aliwahi kuota ndoto na aliwahi kutafsiri ndoto ya mfalme. Farao aliota ndoto kwamba kutakuwa kuna miaka 7 ya chakula na miaka 7 ya njaa. Na itatokea Misri pale na nchi zinazozunguka. Okay. Kwa hiyo alitakiwa kwenye hiyo miaka 7 ya chakula ahifadhi chakula ili miaka 7 ya njaa ikifika kile chakula wakitumie. Ndio. Na Farao alivyoota ile ndoto, Yusufu akaitafsiri. Na alivyoona Yusufu kaweza kutafsiri ile ndoto, akaamua kumpa hiyo title, wakisha anashughulikia hilo zoezi. Kwa hiyo Misri wakahakikisha kipindi hicho cha chakula wamehifadhi chakula cha kutosha ambacho kwa miaka 7. Afu kuna miaka 7 mingine ya njaa ambayo inakuja. Sasa kwa sababu miaka 7 ya njaa ilipokuwa inakuja, walikuwa wameshahifadhi chakula. Kwa wao Misri hawakupata shida ya ile njaa. Lakini nchi zingine zote ambazo zinawazunguka zikapitia changamoto ya njaa. Sasa ndio mstari unapoanzia, anasema basi Yakobo akaona kuwa kuna nafaka katika Misri. Sasa tukumbuke Yakobo alikuwa anaishi Kanaani. Biblia inasema akaona ya kuwa kuna nafaka katika Misri. Yakobo akawaambia wanae, kwa nini mnatazamana?
Maana huyu jamaa akasikia Misri kuna chakula, lakini pale wana njaa, anashangaa watoto wake hapo hapo na kawapiga mkwala, kawambia kwa nini mnatazamana? Maanake nyinyi mmekaje huko? Yaani baadaye mfikirie namna ya kuweza kutoka, bado mmekaa tutakufa njaa. Kwa akamwambia kwa nini mnatazamana? Akasema angalia, nimesikia ya kuwa kuna nafaka Misri, shukeni huko mtununulie chakula tupate kuishi na wala tusife. Sasa ukisoma vizuri, Yakobo anayetoa oda ya wao kwenda kununua nafaka, Yakobo alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Lakini si tu mtumishi wa Mungu, ni mtumishi aliyepata encounter pale Betheli. Alilala akaona malaika, kwa ni mtu mwenye uwezo wa kuona vision na ni mtu wa kuota pia vitu ambavyo vinakuja mbele. Sasa mtumishi wa Mungu akapata shida ya njaa ya miaka 7, lakini Yakobo alikuwa hajui hiyo njaa ni ya muda gani. Alikuwa hajui njaa ni ya muda gani, kwa sababu itaisha lini au anajua kama ni ya mwezi hivi. Yakobo hajui njaa itaisha lini. Anayejua length ya ile njaa ni Yusufu ambaye yuko nchi nyingine, nchi ya Misri. Hajui, wanaona njaa tu. Alafu Biblia inasema akaangalia akaona kuna nafaka Misri. Alivyoona kuna nafaka Misri, akawaambia watoto wake, kwa nini mnaangaliana? Tokeni hapa muende Misri. Lakini cha ajabu sana sasa, alipokuwa anaangalia Misri, yeye aliona nafaka. Lakini Yakobo ndio mtu aliyewaingiza watoto wake na kizazi cha wana wa Israeli kwenye utumwa Misri. Rudi hapo. Yakobo ndiye aliyewaingiza wana wa Israeli kuwa kwenye utumwa chini ya Farao. Na ilikuwaje? Kwa sababu ya njaa. Yaani hapa Yakobo ambapo anawaambia nendeni, ndio ilikuwa chanzo cha wana wa Israeli kwenda utumwani. Lakini angalia, anapowaambia nendeni, anawaambia nendeni mkanunue chakula. Yeye akiangalia Misri haoni utumwa, akiangalia Misri anaona chakula. Lakini kumbe si tu chakula, alitakiwa kuona pia kuna utumwa. Lakini pia kuna miaka 7 ambayo Yakobo kama angeweza kuvumilia kwenye miaka 7, kwa sababu nilikuwa naangalia Biblia, wana wa Israeli walikaa utumwani kwa muda wa miaka 420. Kwa hiyo Yakobo alishindwa kuvumilia miaka 7. Na kwa sababu ya kushindwa kuvumilia miaka 7 ikawagharimu miaka 420. Lakini ukiangalia kilichowafanya waingie kwenye utumwa wa miaka 420 ilikuwa ni njaa. Njaa ni mbaya sana sasa. Ndaona kuna sema adui yako muombe njaa. Yaani ukimwombea njaa adui yako, yani atatokea. Yaani haiwezekani akaweza kusustain. Kwa hiyo njaa inaweza kukufanya ukafanya maamuzi ya haraka sana. Njaa inaweza kufanya usiwe na uwezo wa kuona. Kama Yakobo angeweza kuona zaidi ya nafaka, asingeenda kule. Yaani kama Yakobo angefanikiwa kuona kwamba kule kuna utumwa, yaani kwamba kuna shida ya miaka 400 na kitu, asingeruhusu watoto kuenda kule. Lakini kwa sababu ya kutokuona na ukaona nafaka, basi akaona tunaenda tunanunua nafaka zetu tunarudi. Umeona? Na ndivyo kinavyotokea kwenye maisha ya watu. Watu wengi sana kwa sababu ya njaa, kwa sababu ya ugumu wa maisha, chochote ambacho kinatokea ndani yao wanakikimbilia. Ndio maana utagundua sasa hapa Dar es Salaam tu kuna kama waga upepo unapita. Yaani kuna kipindi kupita tu wanasema mafuta ya ubuyu. Yaani ukifanya biashara mafuta ya ubuyu inalipa, hapo unashangaa sijui inakuaje watu wote mafuta ya ubuyu. Alafu waga hawaleti matokeo yani. Wote shangaa mafuta ya ubuyu yanalipa, lakini nani ambaye amemlipa hajulikani. Nasikia alizeti. Unaenda Singida unachukua katika yote zisao matikiti. Kwa unaona, yani kwa sababu ya ile njaa mtu anapewa tu information. Anaambiwa bwana vitunguu Morogoro. Ukiingiza milioni 4 unapata milioni 6. Umeona mtu anaona
ni bora anachukua anaenda kukopa, na wengine wanakuwa wana hela. Maanake nini? Huyo mtu ameona nafaka, umeona yaani kama Yakobo alivyoiangalia Morogoro akasema watu wa Morogoro hawana akili, itakuwaje? Yaani peke yake ndo ana akili. Yaani eneo liko karibu kabisa na mto, nikiingiza milioni 2 napata milioni 6, hii si nafaka hii? Kwa mtu anaenda Salia na labda vitunguu ni miezi 3 au 4 kinavuna, anakuja kwako anakuambia Salia nipige milioni 2. Nina uhakika. Yaani baada ya miezi hiyo 3 sikupi milioni 2 na kurudisha milioni 3 na riba milioni 1 na kupiga. Kwa sababu akiangalia anaona nini? Nafaka mbele. Umeona na unakuta mtu yani anashapigia kazi ile faida. Yaani kwamba nikishapata ile faida kuna kile kiwanja pale kilimo cha WhatsApp. Lakini kumbe ni uwezo wa kutokuona mbali. Yakobo naye akaona nafaka. Sasa unapoingia kwenye jambo lolote unalotaka kufanya, kama ni biashara, kuna vitu viwili ambavyo unatakiwa kuvifanyia kazi, ambavyo hivyo vitakusaidia sana. Kitu cha kwanza, avoid pressure. Yaani kitu cha kwanza ambacho kitakusaidia, avoid pressure. Pressure ina uwezo wa kukufanya ukafanya amuzi la haraka ambalo haujalifanyia research. Kitu cha pili, avoid comparison. Yaani usijilinganishe kwamba mbona Sasali, kwani Sasali ana nini cha tofauti? Yaani kwani Sasali ana nini hasa mpaka ikafanikiwa kwenye ambacho sina? Ana macho mawili na mimi na macho mawili, ana pua moja na mimi na pua moja. Kwa hiyo mara nyingi ukishaanza kuona comparison, unaona mtu anatoka anasema nenda kulima maharage Tanga, hapo kwamba sasa nilima maharage na nimevuna, we kesho Tanga. Kesho Tanga. Kuna vitu unajua. Alafu sasa kitu kingine, hao watu ambao wanafanikiwa hawakufanikiwa mara moja. Kweli. Umeona alilima ngome kabuma. Umeona akajua sababu ya kubuma ni nini, akajaribu mara pili akapata nusu, akajaribu mara 3 vikafanikiwa. Sasa ile mara 3 ndio waga wana share. Hawashare ya kwanza. Hawashare ya kwanza wala hawashare ya pili. Ana share ile ya 3. Akishare ile ya 3 anakueleza hela aliyoiweka kwenye ya 3. Hela aliyoiweka na faida ipata. Kwa hiyo unapoenda hauna habari za ile ya kwanza wala ile ya pili. Ukienda unaenda na ile ya 3. Na ukienda na ile ya 3 utashangaa badala ya kufurahia zile nafaka inakugharimu miaka 430. Tumeona watu wengi sana. Mimi nimekaa ofisini, nimekuwa nikifanya counseling na watu wengi sana. Kuna watu ambao wamekopa hela nyingi. Walisikia watu wanaenda China na akaenda China. Umeona, lakini vitu vikawa havifanikiwa. Kuna watu ambao wamesikia aina fulani ya biashara inafanyika. Mfano kama sasa hivi kuna hizi wanaita digital money. Umeona kila mtu sasa hivi anakimbilia huko, yani sasa dunia ndio inapoenda. Lakini avoid that pressure. Avoid that pressure. Hata kama wanakushawishi, unaona, avoid that pressure. Take time kuisoma ile situation. Sio kupiga 420 mbele. Utashangaa unaingia kwenye 420 ya utumwa. Na hakuna kitu kibaya kama kuwa utumwa. Ni bora kuwa mtumwa wa kuwa chini ya utawala kuliko kuwa mtumwa wa fedha. Ni hatari sana ukawa mtumwa wa madeni. Kila hela inayoingia inatoka. Na hatari sana unakuta paka inafika sehemu mtu anaamua ili alipe deni hili anakopa huku. Anakopa huku, analipa huku, anatuliza, wakati huku kunapiga kelele, anatafuta kulia, analipa. Yaani anakuwa ndo maisha anakuwa draft hiyo. Sasa ukijiangalia hivyo uko kwenye 420. Sasa ili uweze kuingia kwenye 420, na kitu cha kwanza unatakiwa ku avoid pressure. Na sio kila kinachomfanikisha mwenzako lazima nawe kinakufanikisha. Jitahidi kutafuta njia yako. Na kuna vitu vingine ambavyo watu wengine hawajaviongelea, na hivyo vitu ndio potential kwako. Ndio vitu ambavyo vinaweza vikakusaidia ukatoka kwenye maisha. Nataka tuangalie mfano mzuri Sasali wa kitabu cha Waamuzi. Waamuzi mlango wa 14. Judges 14. Mstari wa 5 mpaka wa 9. Waamuzi sura ya 14 mstari wa 5. Biblia inasema ndipo Samsoni na baba yake na mama yake wakateremkia Timna. Wakafika mashamba ya mizabibu huko Timna,
na tazama, mwana simba akamngurumia. Roho ya Bwana ikamjia kwa nguvu, naye akampasua kama kwamba anapasua mwanambuzi, wala hakuwa na kitu chochote mkononi mwake, lakini hakuambia baba yake na mama yake aliyoyafanya. Basi akateremka na kuzungumza na huyo mwanamke, naye akampendeza Samsoni sana. Kisha baadaye akarudi ili kumtwaa, naye akageuka kando kuangalia mzoga wa huyo simba, na tazama, nyuki wengi walikuwamo ndani ya mzoga wa simba na asali. Mbona ukisoma tu kidogo kwa historia kwa nyuma, Samson alikuwa anapenda sana wanawake. Ni sifa yake. Kwenye ukisoma kitabu cha Waamuzi, Samson alikuwa baharia. Samson naye alikuwa baharia. Kwa hiyo sasa Samsoni akampenda mwanamke kwenye mji unaitwa Timna, na akawaeleza wazazi wake, lakini wazazi wake hawakupenda, kwa sababu ilikuwa hawapendi mtu oe ugenini. Umeona Lakini kumbe Biblia inasema kumbe Mungu alikuwa anatafuta kisa kati ya Waisraeli na Wafilisti. Kwa Mungu ndo aliyeweka upendo wa Samsoni juu ya huyo mwanamke. Hebu rudia sentence kidogo hapo. Kumbe Mungu alikuwa anatafuta kisa. Biblia inasema kabisa kumbe Mungu alikuwa anatafuta kisa. Kwa Mungu alifanya Samsoni ampende huyo mwanamke huko Timna. Sawa Na hata Samsoni hajui kwa nini anapenda, lakini amefall in love. Umeona Lakini kumbe Mungu anatafuta kisa ili Samsoni awe na ugomvi na watu wa kule. Okay. Umeona Kwa kumbe kuna maana nyingine, kuna watu unaweza ukawapenda au wakakupenda. Lengo sio ndoa, lengo ni kukunyosha tu tabia. Unaona? Maana Mungu hapo ukiangalia upendo wa Mungu ulikuwa fake. Umeona? Yaani ulikuwa na sababu. Yaani Mungu alidumbukiza ile love pap, sababu maalum. Umeona? Kwa kumbe kuna watu ambao kwa mfano unaweza kukuta labda ni mkaka hatoi, ni bahili. Umeona? Yaani Mungu anataka kukufundisha namna ya kutoa ili mke wako asipate shida. Kwa anahakikisha una fall in love. Alafu unapo fall in love huyo binti ana demand kweli kweli yani. Unatoa. Yaani wewe ni mgumu sasa, unashangaa nini kimetokea? Mpaka ATM unakabizisha alafu yale mahusiano akija kuvunjika, ukija kuoa unashangaa wife akisema sio hivi, ulishapata mnyosho. Umeona kumbe ule upendo ulikuwa kwa ajili ya mnyosho. Kwa hiyo Mungu pia akafanya Samsoni akapenda, akaenda akawaeleza wazazi wake wakafurahia, lakini Samsoni alikuwa mtata. Akaondoka akaenda Timna. Akiwa anaenda safarini akakutana na simba. Biblia inasema mwana simba. Samsoni akapambana naye, akamrarua yule simba akafa, akamwacha, akaenda kwa mwanamke. Alipofika kwa mwanamke akapiga story na mwanamke. Alipomaliza akawa anarudi. Biblia inasema alipokuwa anarudi, ghafla akaona kuna nyuki wako kwenye ule mzoga. Swali la kujiuliza sasa, nilijaribu hata kugugo na kusoma. Nyuki wanapenda harufu nzuri. Nyuki wanapenda maua. Ndio. Kwa mara nyingi hata wanaotengeneza mizinga kuna maua ambao wanaweka au kuna vitu wanaweka kwenye ile mizinga ambao kuwavutia. Umeona ile harufu nzuri, nyuki hao wanaenda wanaweka asali. Lakini cha ajabu hawa nyuki hawakwenda kwenye miti. Na kama Samsoni alimuua simba pale, simba anakuwepo sehemu yenye miti na vichakachaka. Umeona lakini wale nyuki hawakwenda kwenye nini? Kwenye miti. Tutakwenda tukuta inzi pale. Umeona yani pale itakuwa tukuta inzi. Lakini cha ajabu Samsoni alimcheki yule mzoga akakuta kuna nini? Kuna nyuki. Umeona? Samsoni akasema kwa mbali akiuangalia ni mzoga. Akasema ngoja nisogelee. Alifika pale akafungua ule mzoga, kucheki ule mzoga kwenye mbavu mule ndani, akakutana na bonge za asali. Samsoni akachukua zile asali, Biblia inasema akachukua akala. Alipokula akaenda pia kuwapelekea wazazi wake. Alafu Biblia inasema hakuwaambia kwamba imetoka kwenye mzoga. Umeona Sasa kitu ambacho naweza kujifunza, wakati Samsoni anauangalia kwa mbali ni mzoga, lakini kwa karibu ni asali. Kuna location zingine au kuna biashara zingine unapoziangalia au yale mazingira hayakuonyeshi ni mzoga kama yana potential, hayakuonyeshi kama yana faida, kwa sababu watu hawaongelei. Na siku zote venye thamani watu waga wavizungumzi. Wafanya biashara wanajua waga wanaweza kukueleza vitu baadhi, lakini kuna details ambazo zitakusaidia waga wana hide. Hawakwambii chochote, hawakwambii vyote. Yaani watakuelezea
nilitoka hapa nikafanya hivi, lakini vile main huwa nakaa navyo. Hata wapishi, ukisikia mtu ni mpishi mzuri sana, kuna vitu ambavyo anavichanganya waga asili. Kweli. Yaani watu wanaona tu wali umepikwa, unashika kwenye wali kuna kalaza fulani hivi. Ni kanini yako? Unanunua mchele, utanunua mpaka Zanzibar wanaita sijui Bismart sijui zile. Utanunua hamna kitu. Kwa nini? Kuna kitu anakachanganya na hapo kitu ndo siri anakaficha. Sasa vitu vyote ambavyo huwa vinaweza kumfanikisha mtu kwa nje vina picha ya mzoga. Unapoangalia hivyo, uyamkini usione kama ni kitu ambacho kinavutia, kinachotamanika, wala kinachotamanika, kwa sababu hata watu wakiongelei. Lakini unachotakiwa kufanya, usiuangalie kwa nje mzoga. Samson angeendelea kuangalia kama mzoga, asingesogea ndani, asingejua kitu kilichoko ndani. Kwa wakati mwingine inahitaji uondoe ile distance. Kitu unachokifanya take time, sogea mpaka kwenye hicho kitu, sawa? Fungua ndani ya ule mzoga, angalia kule ndani kuna nini, na ukikuta kuna asali, tumia hiyo asali. Umeona? Kwa sababu kuna wakati mwingine kinachokutoa wewe sio nafaka. Ndiyo. Nafaka inakuweka miaka 420. Ndiyo. Kwa kupenda kuona tu ile nafaka. Na nafaka inavutia. Maana ona Yakobo akamwambia kwamba hebu nendeni tusie tukafa. Kumbe wanapoenda kule ndio wanaenda kufa. Umeona? Yaani wao wakifikiria wanaona wanapona. Na ndio hivyo biashara ambazo sio rasmi ukiziangalia kama unapona hivyo, alafu kama unatoka zina faida kubwa. Sasa yani ukipigiwa, unajua kuna wale watu wanaweka hela afu anakuambia wewe weka tu hela, utakuwa kuja kuchukua faida. Sisi tunakuzungushia sisi tunakuzungushia, yani wewe ingiza watu huko chini, ukishakaa unaangalia unasema da, mimi sitoki kazini, nitaendelea na ajira yangu huku, mshiko wangu unafanyaje? Wewe miaka 420 unapigwa miaka 420. Sasa mpenzi mtazamaji ambaye unanitazama leo, ambapo tunamalizia hii eneo la mafanikio, ninachotaka ufahamu ni kwamba hebu jaribu kuangalia kuna mizoga mingapi ambayo imekuzunguka. Kuna mizoga mingapi ambayo imekuzunguka, na ndani ya mzoga kuna asali. Ndani ya mzoga kuna asali, na hiyo asali sio tu kwa ajili yako. Kuna vitu ambavyo utavifanya havitakuwa kwa ajili yako, vitakuwa kwa ajili yako na wazazi wako. Samsoni alipochukua asali ilikuwa kwa ajili yake na wazazi wake. Na kuna hasara ukiziingia sio tu kwa ajili yako, ni kwa ajili ya wewe na watoto wako. Yakobo alivyowaingiza kule ilikuwa ni yeye na uzao wake wote. Miaka 420 sio mchezo kabisa. Sasa kitu unachokifanya, hakikisha unaangalia kwamba ninapoingia kwenye hii project sio tu mimi ninaingia, ila pia hata watoto walioko viunoni mwangu watahusika na hii project. Mke wangu wakati wanakuja kuchukua nyumba mnatoka pale, wife atakuuliza hivi, mbona waza nini tukali? Yaani wewe nani aliyekushawishi kwenye haya? Kwa kwenye chochote ambacho unakifanya ni bora ukatafuta mzoga kuliko kuangalia nafaka. Mzoga utakupa asali. Na napenda kitu kimoja Biblia inasema asali, inasema alipochukua ile asali akawapelekea wazazi wake, hakuwaambia imetoka kwenye mzoga. Unajua kuna vitu vingine, ndio maana nimesema watu wengi wanaofanikiwa wana hide. Wazazi walifurahia tu asali. Umeona? Umetoka wapi? Hawajui. Umeona? Kuna watu akimwona Samsoni ana asali, Samsoni sio kiacha tu nguvu yake, anaweza kwenda kwenye mti akachukua asali. Anyinyuka mnati. Kweli anaujua yeye mwenyewe. Anaujua yeye mwenyewe. Ndio maana nakwambia watu wengi wana hide information. The truth concerning their prosperity wanaujua wao wenyewe. Ili uweze kufanya wanachotaka kufanya, usikubali tu information zao. Fanya research. Utagundua kwamba kuna mzoga sehemu. Hii ya mafanikio imekuwa kwetu kubwa na tamu katika ukubwa wake. Kama ambavyo amesema, katika kila mtu alifanikiwa kuna secret, kuna siri nyuma yake ambayo anayo. Ukinifanyia interview mimi Samsasari nasema na ulifanya Klaus, sema tu unapambana, unajiweka tu vizuri, stay focus, usikate tamaa. Ndugu yangu, hautakata tamaa. Stay focus. Utazunguka round about tu pale pale. Kuna mke wangu mimi anatengenezaga keki za harusi nini. Kuna watu wanasema naomba nifundisha keki. Kitu pekee zamani kwa sijui. Anajibu tu asina muda wa kuwafundisha. Na wale walifanikiwa wengine kuwafundisha, akawafundisha mbona keki zao sioni kama za kwako? Akaniambia yaani huwezi kuwa na akili timamu mume wangu. Niwape ile
pointi zangu, yani pointi zangu zile za kutofautisha. Sasa wao sio kupiga keki, kwa hiyo utapiga kama ya kwangu. Nawafundisha namna ya kupiga keki. Kwa hiyo nilichowafundisha ni kupiga keki. Tengeneza ya kwako. Tengeneza ya kwako. Na kama unataka iliki kidogo nini, hiyo ni ya kwako. Kwa katika success nimekumbuka kutafuta mzoga wako mmoja ambao ukakaa nao ukauangalia ukipekenyua hivi. Inaweza kuchukua miaka 3, miaka 5, miaka 10, miaka 15. Kila mtu anataka kuangalia mzoga ajue kupata sehemu inayonuka. Lakini kule ndani kumbe kuna asali. Siku asali ikitoka, naomba nilambe, wewe ndio tulambeni tu, lakini najua wapi nilipotoa asali yangu. Somo hili kama lilikuwa la kwako la mabadiliko, lenye kuleta tija, lenye kuleta mafanikio, lenye kuleta pia mabadiliko. Usio tu msikilizaji, bali wewe pia mtendaji. Leo semina saa ngapi baba? Leo semina tunaanza saa 8:30. Kwa watu wanakaribishwa pale Reality. Tuna semina nzuri sana, kutakuwa kuna nguvu za Mungu. Wanawake lakini. Kama baba unamleta tu mama alafu unamsubiri pale parking. Anakuja anasikiliza, anajifunza kwa popote, na tunazungumzia haya mafanikio. Kwa leo tunaomba Mungu atupe nafasi, opportunity, fikra nzuri ili kile ambacho tunataka kufanya kikaweza kufanikiwa. Lakini pia kwa wale watu ambao wako mikoani sasa ambao wanashindwa kufika, wanaweza kutazama kupitia YouTube. Tunakuwa live kwenye YouTube channel yetu. Kule YouTube sasa hata wanaume wanaweza kuona sasa. Naam. Sasa hata wanaume wataangalia. Wanaume kwa sababu ile section parts. Hizo ni principle tu. Kwa kule wanaume nani wengi wameangalia, wako wanalalamika, wanasema mbona hizi tulitakiwa tuwe semina wote. Lakini kwa hiyo unaweza kaingia YouTube, ukiingia YouTube andika Reality of Christ Ministry, au ukiona jina gumu andika tu Sanbela, itatokea page na jina langu, subscribe. Alafu itakapofika muda wa saa 10 kamili tutaenda hewani kwa ajili ya kuangalia live. Lakini pia utafuatilia kwenye Instagram page yetu The Reality of Christ Ministry, Facebook page The Reality of Christ Ministry, na page yangu ya Instagram Minister Sanbela. Nenda pale ukafollow, utakutana na masomo mengi sana ambayo yatakusaidia. God bless you. Yeah.